huu ni mwendelezo wa mambo mazuri ambayo yanapatikana Black Stars TV, na mimi naitwa Nasma, niko hapa na handsome boy Hussein Masanza, msemaji ambaye mimi sijui kwa nini anajitaga handsome. Yeye ndo atatuambia. Mimi sijui kwa nini anajiita handsome. Sijui anatumia kigezo gani kujiita handsome. Ndugu yangu, uko salama? Salamu alaykum wewe mtoto wa Kiislamu. Wa alaykum salaam. Wa alaykum salaam. Tunaanza na salamu za kihuni. Kwa sababu gani? Yaani nataka uniambie kigezo ambacho wewe umekitumia, umejiita msemaji handsome. Yaani kwa nini umeondoka na hiyo? Mimi naitwa Hussein Masanza. Na kwa mujibu wa tafsiri rasmi jina la Hussein. Ukweli yani. Na ukweli kabisa. Ukienda hata kwenye Google kule ukisearch Hussein wanasema tafsiri ya Hussein kwa Kiswahili ni mtanashati. Okay. Kamusi hiyo. Mtanashati ukiipeleka kwa Kiingereza inakwambia handsome. Kamusi ndio inatuambia hivyo. Unataka Google? Tu. Si Google. Si Google. Kwa hiyo haikuwa jina la AKA kwa maana ya sifa. Lakini ilikuwa ni jina la, yani ni tafsiri ya jina langu ambalo ni jina ambalo nimepewa na wazazi wangu. Kwa hiyo hili pia ni funzo. Okay. Muwape watoto wenu majina mazuri. Unamuita mtoto jina zuri linampendeza mashallah. Anyway, kwa sababu ni bosi wangu, acha tu niendelee. Hussein Masanza, msemaji handsome. Na huu ni mwendelezo wa mambo mazuri ambayo yanapatikana Black Stars TV. Mimi naitwa Nasma. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Usisahau kushare kwa sababu klabu ya Singida ndio klabu ambayo inawapa raha watu mbalimbali. Sio tu mashabiki wa Singida bali wadau wote wa soka. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu yale ya ndani ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza mtaani, watu wengi wamekuwa wakitaka kufahamu. Hussein yuko hapa kwa ajili ya kutupatia majibu yale ambayo yote yamekuwa mkijiuliza, zile propaganda zote ambazo watu wamekuwa wakijiuliza bila majibu, na saa zingine tunapata majibu ambayo si sahihi kwa wachambuzi ambao wamekuwa wakizungumza Singida katika mitandao ya kijamii. Sasa Hussein yuko hapa, ndo mtu sahihi kama ambavyo tunafahamu, ndo msemaji wa club. Hivi watakwenda kuzungumza yale yote, na mimi hapa professional, mtangazaji pekee, mtangazaji mrembo, mtangazaji ambaye natangaza kwenye timu kubwa, timu ambayo ina malengo makubwa, mtangazaji ambaye nitaenda kimataifa, mtangazaji wa kike pekee ambaye nitaenda kushiriki kimataifa. Unasemaje Hussein? Hapa kuna mtangazaji, kuna msemaji mmoja yupo timu ya jirani hapa. Anaitwa Christina Mwagala aka Mama Mawigi. Yeye haendagi popote. Anataka kwenda kimataifa. Nikamuuliza tu swali moja, una nauli? Kwa sababu kutamani ni jambo moja, lakini ukishapata hiyo nafasi una uwezo wa kwenda. Kwa hiyo majibu ameyapata sasa hivi. Mzunguko wa pili, ligi ngumu, anachechemea. Malengo yake yamebadilika sasa hivi. Anatamani tu abaki ligi kuu. Na mbaya zaidi sijui kumwona hata Christina amepanda train ya umeme SGR. Anyway, Hussein, kumekuwa una vitu vingi ambavyo vinazungumzwa kuhusiana na Singida. Na watu wengi wanatamani sana kufahamu vitu vingi kuelekea msimu ujao. Sasa ni nini malengo ya timu kwanza msimu huu kuelekea msimu ujao? Sisi kama team, kwanza nimependa mahojiano haya ni exclusive na yapo maswali ambayo tutayazungumza. Uwe huru kuuliza maswali yote muhimu. Mengine hatujawahi kuzungumza wala kuyafafanua kokote, lakini kupitia Black Stars TV tunaenda kuweka nyeupe nyeusi, ndio? Malengo yetu kama timu kwa msimu huu yalikuwa awali, wakati tunaanza msimu tuliweka very clear. Tukasema tunatengeneza timu ya ushindani na lengo la timu ya ushindani ni kutoa mataji. Mataji yote ambayo tunashiriki kwenye michuano yote tulikuwa tunadhamiria kuyachukua, tukianza na taji la ligi kuu ya NBC, kombe la shirikisho CRDB, na endapo tungeenda pia msimu huu Mapinduzi Cup kule Zanzibar pia tulikuwa tunalitaka, muungano tulikuwa tunalitaka. Kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, Mapinduzi msimu huu zilienda timu za taifa. Kwa tumebaki na mashindano makubwa ambayo tunashiriki ni mawili, ligi kuu NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Sasa ligi huku hali inavyoenda kidogo inatupa ugumu. Tumebaki mechi takriban 8 za kucheza kumaliza ligi, na tukiangalia difference yetu na anayeongoza ligi, licha ya kwamba tupo kwenye nafasi nzuri bado, lakini tunaona ndoto za kuchukua taji la ligi kuu zimeanza kufifia. Lakini sisi haituvunji moyo kwa sababu ndo msimu wa kwanza na bado tupo kwenye position nzuri. Kwa ligi kuu ni 50-50. Ila kwenye michuano ya CRDB ambayo tunaendelea nayo, kipekee tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wachezaji wetu kwa sababu sasa hivi tupo hatua ya robo finali. Ili tutahangaika nao. Kwa kwenye upande wa mataji limebaki taji hili la kushindania na tumejipanga kupambana mpaka mwisho. Tupo tumeshafikia nusu safari.
nusu iliyobaki tunaamini tunaenda kupambana mpaka mwisho. Hayo ni malengo ya msingi. Ni malengo ya msimu huu sasa. Malengo ya pili ambayo hayo ni sisi tunayatazamia kwa ukubwa zaidi ni kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tutatumia nafasi ambayo tunaipata sasa hivi kwenye ligi kuu, tunapambana kweli kweli, lakini pia kwenye kombe la shirikisho CRDB kutengeneza fursa ya kupata tiketi itakayotuwezesha kuwa miongoni mwa timu 4 zitakazoenda kucheza michuano ya kimataifa msimu utakapomalizika. So hayo tunaamini yanawezekana. Kikosi tunacho, wachezaji ambao wanakuonesha taswira ya kimataifa tayari tunao. Benchi la ufundi linalokuonesha tunaweza kwenda kushindana kimataifa tunalo. Msemaji wa kimataifa tunaye. Na mtangazaji wa kimataifa tunaye. Media team ya kimataifa tunayo. Kwa hiyo bila shaka tiketi ya kwenda kimataifa mpaka sasa tuna 80%. Zimebaki 20% na inshallah tutakamilisha. Okay, kumekuwa na vitu vingine vingi sana ambavyo vinazungumzwa kuhusiana na Singida. Kwanza mashabiki wa Singida wanapungua kadri siku ambavyo zinazidi kwenda, wanaongezeka, namba inapanda na kushuka kwa sababu zifuatazo. Kwanza ukizunguka mtaani, na hili swali pia watu wengi kwenye mitandao ya kijamii waga wanajiuliza, ofisi za Singida ziko wapi? Namba moja. Na ni swali ambalo pia mashabiki wengi wanajiuliza, na wengine wanakata tamaa kulingana na kwamba haoni timu kama ina ofisi, kwa hiyo wanaamua kukaa kando. Hilo namba moja. Na kingine ambacho kinapelekea mashabiki wa Singida kukata tamaa na Singida, vile namna ambavyo Singida inahama. Sio, unanielewa vizuri. Ukiwafuata sasa hivi watakwambia Singida ilikuwa inaitwa Singida Fountain, sasa hivi inaitwa Singida Black Stars. Msimu ujao itakuwaje? Hili pia limekaaje Hussein? Na mikakati ya Singida kuishi Singida na kutokubadilisha jina na mipango mizima ya ofisi ili kuweka haya masuala yakae vizuri kwa upande wa mashabiki, hata wao pia watoke kifua mbele na waweze kuipambania nembo ya Singida. Kwanza kipekee mimi nawapenda sana mashabiki wa Singida ambao wanaisupport timu na wale ambao wana shauku ya kuisupport timu zaidi. Na hayo ni maswali ya msingi, lakini ofisi ya kwanza ambayo inamkutanisha shabiki na timu yake ni uwanjani. Okay. Kwamba tunapoenda kwenye mechi tunatarajia kuona mashabiki wengi. Wanakuja kutazama mechi dakika 90. Lakini masuala ya ofisi, kwa sababu ni timu ambayo ina operate kisasa, of course ofisi za Singida Black Stars zipo, lakini tuna ofisi za muda mfupi ambazo ni temporary. Hizo zinatumika kwa ajili ya shughuli za kiofisi peke yake, mikutano ya hapa na pale na wadau wetu pamoja na wadhamini. Ofisi yako unaijua? Ofisi mimi naijua. Wa nje sasa. Lakini nafikiri mashabiki wengi wanafahamu ya kufika, wana shauku ya kufika kushuhudia ofisi, lakini sisi kama klabu tuna miundombinu yetu ambayo tunaijenga inayomilikiwa na klabu 100%. Zikiwemo ofisi na sehemu ambazo mashabiki wanaweza wakafika kwa ajili ya kuonana na viongozi. Sasa hizo ndo zile permanent, na tukishazizindua mashabiki watakuwa na fursa ya kufika. Lakini hizi temporary tumeamua ibaki kuwa ni sehemu ya corporate ambayo tunaendesha shughuli zetu za kibiashara za klabu. Na sidhani kama ni fursa kwa mashabiki kuweza, kwa sababu hakuna room ya wao kuweza kufika na kuzungumza na klabu moja kwa moja, ila wasiwe na hofu. Hii ni timu ya kisasa na ni timu ambayo imejipanga kweli kweli, na mwaka huu 2025 ni mwaka wa maajabu kwa Singida Black Stars, na mashabiki wa Singida Black Stars watatembea vifua mbele kujivunia timu yao kwa yale mambo ambayo tumeandaa kwa ajili yao. Okay, vilabu vyote vya ligi kuu vina timu ya wanawake pamoja na timu ya under 17 na under 20 ya wanaume. Huko. Okay. Masuala ya kuhama na kubadilisha jina. Ulikuwa hujamaliza hapo. Ndio, ndio. Mashabiki wanaoishi Singida na wale ambao wanaifuatilia Singida kwa ujumla wake ni mashabiki wenye bahati ya kipekee, kwa sababu wanaishi kupitia historia. Yaani wao wanashiriki kuwemo kwenye historia ya Singida na timu zake. Masuala ya timu kubadilisha jina, masuala ya timu kuhama, hizo zote ni mchakato wa kupata timu kamili ambayo itakuwa ina mipango muda mrefu na kuweza kusettle. Kwa sababu ukifuatilia historia ya vilabu vingi duniani, tukianza hata hapa Tanzania, Yanga kabla haijaitwa Yanga ilikuwa ina majina mengi sana huko nyuma. Ndio. Yaani mpaka inafika inaitwa Yanga au Young Africans. Huko nyuma ishaitwa Jangwani Boys. Imeshaitwa sijui nini, majina mengi kweli kweli. Mpaka Bandari, umejiita sijui Bandari Boys, sijui Bandari nini huko. Enzi hizo wanajitafuta. Lakini walipojipata wakaseto. Simba walianza kuitwa Queens. Wakaja kaitwa Sunderland FC.
na kupitisha kwenye history. Queens ya kike. Hizo timu si zinamilikiwa na wazungu. Na sisi tulikuwa koloni la wazungu kina Malkia enzi hizo. Kwa timu iliitwa Queens FC ya Simba Sports Club kwa mujibu wa historia iliyopo. Sunderland FC na majina mengine, lakini mpaka kuja kujiita Simba Sports Club ni mchakato ambao ulipita. Tukienda nje pia club kama Arsenal, Liverpool, Real Madrid, ukifuatilia historia yake majina yake awali hayakuwa haya. So ni mchakato ambao umeshapitia kwenye timu zote zenye malengo makubwa na Singida imepitia kwenye nyakati hizo. Tofauti ni kwamba mashabiki wa sasa hivi wengi hawafahamu historia ya vilabu vingi, wanavyoona haya yanatokea na wao wapo kwenye historia ndio wanapata shida. Lakini kwa Singida kipekee wamepata bahati hiyo. Ipo siku mimi naamini sasa hivi hapa Singida kuna shabiki ana jezi ya Singida United. Ana jezi ya Singida Big Stars. Ana jezi ya Fountain Gate. Ana jezi sasa hivi ya Singida Black Stars. Kwa baadaye tukija kuseto na sasa hivi tumesha seto, atajivunia kuwa sehemu ya historia ya timu za Singida. Na swala la kubadilisha jina hatubadilishi tena. Yaani kubadilisha jina sisi labda itokee mkoa wa Singida kubadilisha jina. Na sisi tutabadilisha jina la timu kwa sababu timu yetu inawakilisha mkoa wa Singida. Na kuhusiana na chui katika logo ya Singida? Kwamba Singida chui yuko wapi? Yuko wapi chui? Watu wanapata mashaka. Watu wamezoea alizeti na alizeti lakini alizeti bado yupo. Ila chui sasa. Ukitazama logo yetu hii kuna alizeti, tumezingatia kwanza vivutio ambavyo vinapatikana Singida. Alizeti, kuna kuku hapa utaona na vingine. Lakini kuna nyota hizi. Hizi nyota hizi ni stars, ni wachezaji wetu ambao ndio mastaa wetu. Ndio tunaita Singida Black Stars. Lakini huyu chui mwenye hasira kali huyu. Sasa chui kwa tafsiri ambayo sisi tuko nayo ni tafsiri mbili. Ya kwanza ni sifa za mnyama chui. Tunafahamu chui ni mnyama jasiri sana, mwenye uwezo wa kuwinda, asiogopa chochote, anajiamini sana. Kwa hiyo sifa zote ambazo unaziona zinapatikana kwa mnyama chui ndio sifa ambazo wanazo wachezaji wetu. Kwa hiyo unapoona wale wachezaji wale unabidi watazame. Ndio maana hata kuna muda tukicheza mechi zetu kama umefuatilia captain wakati tumepata goli kuna kule kushangilia kichui. Lakini pia wapo baadhi ya wachezaji wakifanikiwa kufunga goli wanaonesha makucha. Na tumeonesha makucha mapema sana msimu huu. Sasa hivi Singida Black Stars ni miongoni mwa timu tishio. Na hiyo ndio sifa ya chui. Chui lazima atishe, anapoingia sehemu ni kizaazaa kweli. Lakini kwa tafsiri ya pili tuliamua kuhusisha utalii wa kutangaza vivutio vyetu vinavyopatikana Tanzania, ikiwa pia ni sehemu ya kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kutangaza utalii wa nchi yetu. Chui ni miongoni mwa wanyama wanaopatikana katika zile big 5 za Tanzania. Sisi Tanzania kimataifa huko tuna wanyama wetu 5 ambao ndio tunajivunia nao. Tunawatambulisha huko. Chui yupo katika moja ya wale wanyama. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa element ambayo tuliona tuihusishe na timu yetu katika jitihada za kuisupport serikali. Timu zote za ligi kuu zina timu za vijana under 20 na under 17. Singida tuko nao. Lakini pia sio timu zote ambazo zina timu za wanawake. Sasa tuanzie kwenye program za vijana. Hapa mambo yamekaaje na mikakati kuiboresha hili swala la program za vijana? Mmejipanga vipi msimu ujao? Kwa sababu msimu huu kidogo tumeteleza. Msimu ujao mambo yatakuwaje? Na tuna mpango wowote wa kuwa na timu ya wanawake? Tuanze na vijana. Sisi kiukweli hatukuanza vizuri msimu huu kwa upande wa timu za vijana kwa sababu tuliwekeza nguvu kubwa sana kwenye kutengeneza timu ya ushindani ligi kuu ambayo naweza nikasema tumefanikiwa kwa 100%. Na upande wa vijana kidogo tuliteleza. Lakini sisi malengo yetu ni kuwa na timu ambazo zinawiana. Yaani ukiangalia kwa upande wa vijana tunataka wawe ambacho wanakifanya kinafanana na kile ambacho kaka zao wanafanya. Yaani ukikutana na Singida Black Stars ya wakubwa ni moto, ukija kwa Singida Black Stars ya vijana wote ni wa moto. Ndio sifa ya chui. Chui hata akiwa mdogo hivi anatakiwa awe mkorofi, awe mkali kweli. Kwa msimu huu tukaanza vizuri upande wa vijana kutokana na sababu kadha wa kadha kama ambavyo nimeeleza nyingine. Lakini inshallah mipango ambayo tuko nayo ni thabiti na tumeshaona udhaifu huo upande wa vijana. Tunajipanga upya kuhakikisha kwamba msimu unaofuata tunaenda vizuri ili kuwe na uwiano kwa sababu pia kuna biashara. Wewe ni shuhuda na hata mashabiki ambao wanatazama ni mashuhuda pia. Msimu huu Singida Black Stars tumefanikiwa kufanya biashara ya wachezaji. Hakuna timu ya ligi kuu msimu huu imeuza wachezaji kwa gharama kubwa
katika masoko makubwa ya mpira huko duniani kama Singida Black Stars. Tulimuuza Selemani Mwalimu hivi karibuni, nadhani kila mtu anafahamu, mchezaji wetu ambaye tulimpeleka Fountain Gate akapata nafasi ya kucheza na kuonekana kwa gharama kubwa sana kwenda klabu ya Wydad Casablanca. Lakini pia atakumbuka mwanzoni pale tulimuuza mchezaji wetu Benjamin Tanimu ambaye tumemuuza kule Ulaya kwa mabilioni ya pesa. Yaani sisi wachezaji wawili tumetengeneza zaidi ya bilioni 3. Bilioni 3. So ni biashara kubwa, lakini pia kuna mchezaji mwingine na mwingine ambaye biashara yao inaendelea kwenye mazungumzo, naye ni kijana mdogo. Tulimsajili, tumeshafanya biashara na klabu moja ipo pia Ulaya. Tutaitolea taarifa yake itakapofika, naye tumemuuza. Kwa hiyo tuna mlengo huo kibiashara na tunataka uende mpaka kwenye timu zetu za vijana. Kwa tutatengeneza timu ya ushindani ya vijana, lakini focus kubwa ni kuuza vijana. Kijana yoyote ambaye anapata fursa ya kusajiliwa Singida Black Stars anatakiwa aione kwamba hii ndio njia yake ya mafanikio. Tumeshaonesha nia na tumethibitisha huku, na tunataka kwa vijana tufanye hivyo, ndio focus yetu. So msimu ujao inshallah tutakapokuwa tumeikamilisha vizuri project ya vijana, tunatarajia tutauza vijana wengi zaidi kuliko hata ambao tumewauza huku senior team. So mpango wa kuwa na timu ya wanawake, kwanza hilo ni takwa la kikanuni, kuwa na timu ya wanawake, na sisi tunaamini sana kwenye vipaji vya wanawake. Mabinti wamefanya kazi nzuri hapa Singida, licha ya kwamba huyu binti ya kutokea Singida kwenye timu yetu kwa maana, lakini kuna binti hapa anaiwakilisha vizuri sana Singida kimataifa. Anaitwa Asha Masaka Aisha Masaka, si ndio? Mashallah, yupo Ulaya na yeye sasa hivi. Kwa hiyo tunaamini kuna wakina Aisha Masaka wengi sana hapa Singida, na hilo ni takwa la kikanuni, lazima tuwe na timu ya wanawake. Ila tuna option kwa sababu kanuni imetoa fursa, either tumiliki timu ya wanawake na kuiendesha, ama tuingie ushirikiano na taasisi ambayo inamiliki timu ya wanawake ili tuweze kushirikiana nao na kuwapa fursa mabinti wengi. Kwa mabinti wa Singida tunalifikiria swala hilo na inshallah tutalifanya, kwa sababu moja kati ya jambo ambalo linahitajika sana kwenye wakati unafanya usajili wa leseni za vilabu ni kuwa na timu ya wanawake. Hata kimataifa huwezi kucheza bila kuwa na timu ya wanawake. Okay. Yes. Hussein, kabla sijaenda kwenye main swali, labda nikuulize swali hili ambalo pengine utanipatia majibu ya kunidirect mimi kwenda kwenye swali ambalo nataka kukuuliza. Kwa nini timu yenu inafananishwa na timu ambayo ipo kama kisiasa? Timu ya kimkakati. Kimkakati kivipi? Yaani mtu ukimwambia Singida anakuambia Singida bwana timu ya kisiasa sana bwana. Sasa ikicheza na Yanga inakuwa ni timu moja ya kisiasa. Unaona kabisa kuna muingiliano wa viongozi ndani yake. Ni mambo ya mpira, hizo ni propaganda ambazo zinatengenezwa. Unajua kabla hata ya Singida huko nyuma zilikuwepo timu za ligi kuu zinatajwa kwamba wale bwana wakicheza na timu fulani wanakuwa wengine wanaita matawi, si ndio? Tawi la timu fulani. Lakini watu wanasemaje? Hizo ni propaganda yaani Singida, unajua zamani watu walikuwa wanasema, so zamani mpaka sasa hivi, Coastal na Mungo ni tawi la Simba. Lakini wakicheza na Azam wakicheza matokeo yanakuwa tofauti. Hata vikosi huaga havibadiliki kama ambavyo Singida tukicheza na Yanga. Kikosi kinabadilika na matokeo yanakuwa tofauti. Ndio maana nasema hizo ni propaganda za mpira. Swala la kikosi kubadilika, wachezaji nani anacheza, hilo ni swala la kocha. Na watu wakaenda mbali zaidi wakasemaje? Kwa nini EF walikuwa wanamfunga Yanga, lakini tangu EF iwe Singida hatujawahi kupata matokeo mbele ya Yanga? Kwa hiyo inatakiwa tuifunge Yanga tu. Sasa ndio watu wanatuhusisha. Hakuna ligi duniani. Hakuna ligi ya kuifunga. Wanasema kuna muingiliano wa viongozi, muingiliano wa kisiasa. Kwani tumewahi kuwafunga Simba? Hatujawahi, lakini mara nyingi tunatoka draw. Yaani Simba matokeo yanaridhisha kidogo. Mimi kwa vitu ambavyo nafahamu, hata historia ya Singida hapa. Katika hizo timu mbili ambazo ndo zinaletaga propaganda, zinavuruga watu vichwa. Kwanza mashabiki hata wasiumize vichwa na hivyo vitu. Hizo ni propaganda za mpira. Zipo enzi na enzi. Yaani Singida ni sehemu tu ya kuhusishwa kwenye propaganda, zipo. Lakini ukifuatilia rekodi ya hapa Singida kati ya hizi timu mbili kubwa, Simba na Yanga, si ndio? Singida katika rekodi zake imeshawahi kumtoa Yanga kwenye mashindano. Mashindano gani? Mashindano ya FA. Fika hatua pale ukaenda penalty, Yanga wakatolewa kwenye mashindano. Kwa maana ya kuwafunga Yanga. Lakini katika historia ya Singida tangu United tangu nini haijawahi kuifunga Simba mechi yoyote. Kwa basi kama manake ni mahusiano mazuri, basi tuna mahusiano mazuri zaidi na Simba kuliko na Yanga. Lakini wewe pia utakuwa shahidi kipindi kile tuko Singida, nafikiri kwa Singida Big Stars. Tulitoa Yanga Mapinduzi Cup watoa robo finali. Unakumbuka? Lakini hatujawahi kuwatoa Simba kwenye mashindano yote. Ndio maana kwamba ni propaganda za mpira wa miguu, na hizo vitu vipo tu, huwezi kuviondoa kwa sababu watu wanajaribu kutengeneza mazingira hayo, na hiyo pia ni hofu kujaribu kutaka
kututia sisi mashaka na kuwavunja moyo mashabiki ambao wanaisupport Singida Black Stars. Ili waambie bwana wale ni tawi la fulani ili mashabiki warudi nyuma. Lakini mimi niwaambie tu mashabiki wana timu imara, na ndio maana tunafanya usajili mzuri kila siku. Tunajitahidi kuthubutu na kutengeneza mipango ya muda mrefu ili mashabiki waweze kujivunia siku moja timu. Hussein, leo tumesema ni siku ya ukweli na uwazi. Ukweli na uwazi, ili ule mkanganyiko ambao unaendelea huko uishe. Mtu akija na mkanganyiko, jamani, sasa tutakupiga. Kwa sababu Hussein anakwenda kuzungumza vitu vyote. Ukaribu wa Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba na Singida ukoje? Ni mmiliki halali wa Singida Black Stars kama ambavyo inasemekana huko nje? Lakini pia watu walishawahi kumquote akizungumza kwenye moja ya mahojiano yake na kituo kimoja cha redio akizungumzia Singida na namna ambavyo alizungumza usajili azifu kwamba usajili mzima kwamba uko chini yake. Hii imekaaje? Ya hilo swali nimezoea kulikuta kwenye media nyingine, kukutana nalo watu wakiniuliza. Sikutegemea kama ningelikuta mpaka nyumbani. Lakini kwa faida ya mashabiki na wadau ambao nao wanajiuliza hilo swali, pengine walipata fursa ya kusikia. Labda niweke tu vizuri. Kwanza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, nadhani watu wengi wanamfahamu kama kiongozi wa serikali, lakini mdau mkubwa sana wa michezo na amekuwa hajifichi kwenye jambo hilo. Lakini kwa uhusiano wake na timu yetu, sisi tunamtambua kama mmoja wa wadau wetu wakubwa na ni sehemu ya walezi wetu wa klabu yetu. Hatuwezi kukataa kwa sababu tulimuomba yeye kutokana na mapenzi yake makubwa alikuwa nayo. Kwa kusema sehemu ya ulezi ni mmiliki ama mlezi na mlezi wa klabu, sio mmiliki wa klabu. Okay. Mlezi wa klabu anakuwa anaisupport klabu kwa namna moja ama nyingine, ikiwemo ushauri na masuala mengine ambayo kama klabu tunaona ana nafasi nayo, anaweza kutusaidia na anatusupport. Ndio maana ya ulezi. Kwa hiyo yeye ni mlezi wetu kwa maana ya guardian. Na sisi tuna walezi wengi. Hata mkuu wetu wa mkoa hapa Singida, Mheshimiwa Halima, naye pia ni sehemu ya walezi wetu. So amekuwa mstari wa mbele kwenye kuipigania timu ya Singida Black Stars. Kwa nini yeye? Kwa sababu kama ambavyo nimeeleza, yeye ni mdau mkubwa wa michezo ukiachana na nafasi yake serikalini, lakini ana mapenzi makubwa sana na mkoa wake na ni mtu wa nyumbani. Sisi tunajivunia watu wetu wa nyumbani na tunawatumia. Yaani leo hii ingekuwa aibu eti Singida tuna timu alafu tunajua pale kuna Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba anapenda mpira kindakindaki, timu ya nyumbani kwao tusiende kumgongea hodi, bwana tunaomba uwe sehemu ya walezi wetu. Ingekuwa ni kitu cha ajabu. Au kama leo hii tunavyomuona Mohamed Dewji, mfanya biashara mkubwa, tajiri kijana, namna ambavyo watu wa nje ya Singida wamemtumia, wamenufaika naye, ingekuwa ni aibu na fedheha Singida tusinufaika naye. Kwa hiyo hata Mo Dewji naye pia ni sehemu ya watu ambao wanatusupport sana kusema ukweli. Kwa hiyo sisi vijana hawa wawili wa Singida sisi tunawatumia sana kwenye mambo yetu na tunafanikiwa. So kwa kujibu swali lako, ni mlezi wa klabu yetu na pia ni sehemu ya wadau wetu wakubwa. Uone kulingana na ulezi wake kwetu, uone kunaleta mkanganyiko tukiwa tunacheza na Yanga. Watu wanasema kwamba kwa sababu yeye ni mmoja wa watu ambao ni mashabiki wa Yanga, lakini pia inasemekana ni mmoja wa board members Yanga. Kuna ukweli kwamba yeye ni mmoja wa board members, lakini pia kuna ukweli wote kwamba yeye ndio huwa anahusika moja kwa moja na masuala mazima ya Young Africans na Singida. Sasa mimi sio msemaji wa Yanga. Hayo maswali inabidi umuulize Alikamwe. Kwamba ni kweli au sio kweli. Lakini kwa sababu ni jambo ambalo liko linajulikana, yeye ni mmoja wa wajumbe wa bodi ya wadhamini ya Yanga. Na wala hiyo haina shida kwetu kwa sababu sisi hatumtumii kama sehemu ya uongozi wa timu yetu. Sisi tunamtumia kama mdau na mtoto wa nyumbani. Kama ambavyo sasa unasema huyu mjumbe wa bodi kuna mmiliki wa timu. Mmiliki wa Simba Mo Dewji naye tunamtumia vile vile. Na tupo naye katika timu yetu katika maeneo ambayo tunahitaji ushauri wake na msaada wake. So sisi hawa hatuwatumii kama sehemu ya operations za timu yetu. Wala hawana nafasi yoyote ya uongozi kwenye timu yetu, isipokuwa kutokana na wao tu kuwa wa Singida. Na tunaona wana nafasi, wana uwezo wa kusupport timu yetu, tunatumia. Na tumekuwa na kawaida hiyo kutumia watu wa Singida na katika kuendesha timu yetu, na imekuwa ikitulipa sana. Na hili watu ambao hawafahamu, katika mikoa ambayo imebarikiwa sana hasa kupenda football na watu wake kufanikiwa na bado wakawa na mapenzi na nyumbani kwao,
ni Singida. So sisi tunajivunia hawa watu na wamekuwa na mchango mkubwa moja kwa moja kwenye timu yetu. Kwa mantiki hiyo, mmiliki wa Singida, mmiliki halali wa Singida ni nani? Singida haimilikiwi na mtu. Singida inamilikiwa na kampuni ambayo ilifanya biashara na Ihefu wale Mbarali Estate kununua timu na kuileta Singida kwa ajili ya michezo. So ukisema namilikiwa na nani, hii sio kama timu ambazo zinamilikiwa na mtu mmoja. Timu ambayo inamilikiwa na taasisi, kampuni ambayo ipo kabisa, iko registered. Na nadhani ndio timu nyingi inafahamika ni Pentagon ambayo inajihusisha na masuala. Hasa tunataka watu waende wakafukunywe sana huko. Lakini sidhani kama ni masuala hata mashabiki wana interest nayo sana. Ila sisi wenyewe tunapotajwa kwamba nyinyi bwana timu ya Mwigulu, sisi tunafurahi. Kwa sababu sisi tunapata kitonga, timu inaenda mjini. Lakini uhalisia ni kwamba timu ambayo inamilikiwa na kampuni na Mwigulu pamoja na kina Dewji na wafanyabiashara wengine ambao wana asili ya Singida ni sehemu ambao tunatumia kama mchango mkubwa wao kuja kwetu, wanatulea, wanatusapoti, wanatushauri na kitu ambacho watu hawajui. Ukiachana na masuala ya kuwatumia kama walezi wetu, Mwigulu anajua sana mpira. Anajua vibaya. Yaani ni mtu ambaye ana knowledge kubwa sana ya football. Hata kiufundi. Ana uwezo wa kujua mchezaji mzuri, ana uwezo wa kujua kocha mzuri, ana uwezo wa kujua msemaji mzuri. Akawaleta akashauri wakaja pamoja kwenye timu. So tumekuwa tukinufaika naye pia upande wa ushauri. Pale ambapo tunahitaji ushauri nje ya hapo, lakini tunajivunia kwa hilo na amekuwa very supportive kusema kweli. Tunapokuwa na jambo letu kama team, tukimfuata anatusupport 100%, na pale ambapo anashindwa kutusupport basi huwa tunaangalia sehemu nyingine na tunapata support kupitia yeye. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba na yeye anahusika moja kwa moja kwenye usajili ambao unafanywa na Singida. Usajili wetu sisi wanahusika zaidi ni idara yetu ya ufundi kupitia kwa mkurugenzi wetu wa ufundi ambaye ni Ramadhani Sanzurimo. Wao na staff ambao wako technical bench huwa wanaandaa ripoti ya kitaalamu ya kuonesha mahitaji ya timu ni yapi kiufundi. Lakini ushauri hata wewe Nasma, siku kibahatika kuingia kwenye vikao, ukasikia mjadala kuhusiana na ripoti ya kiufundi, kama una maoni mazuri yanapokelewa. So wadau kama hawa ambao wameonesha wanaufahamu mpira vizuri kwa sababu ameshaikuwa kiongozi wa mpira huko nyuma, anafuatilia mpira kwa karibu, mawazo yao huwa yanatumika, yanachukuliwa, yanachujwa, kama yanatija, yanaingia, na mara nyingi yamekuwa yanatija na ametusaidia sana katika eneo la usajili. Kwanza nitoe hongera kwa hatua ambayo tumefikia kuwa na uwanja wetu binafsi, lakini hii inaonyesha ni jinsi gani ambavyo tuko serious kwenye masuala mazima ya kimpira, lakini tuko serious na kutumia jina la Singida kwenye timu yetu. Hii Hussein imekaaje? Mchakato mzima wa kukamilisha hili swala umeanzia wapi? Kuanzia kuiwepo kwa Dewji, kuwepo kwa JSM, kuwepo kwa Azam, wale watu wote ambao tumeshirikiana nao kujenga uwanja. Mchakato mzima ulikuwaje mpaka kufika hapa ambapo tumefikia hii leo? Okay. Kwanza nataka uongee kwa bashasha. So kila timu ina uwanja. Chukuchuku ametamba sana. Swala la uwanja wetu kwanza tumekuwa tukilitolea taarifa huko nyuma kuhusiana na kwamba tuna mradi wa ujenzi wa uwanja unaendelea katika kule eneo la kata ya Mtipa, manispaa ya Mtipa kule hapa Singida, na habari njema ni kwamba uwanja umekamilika kwa 100%, na taarifa rasmi ni kwamba tupo mbioni kuzindua uwanja huu tarehe 24 mwezi Machi. Tunatarajia kufanyia uzinduzi rasmi na kuutambulisha watu waweze kuona. Siku zote ambazo tunauongelea uwanja haujawahi kuonekana, ukoje, una muonekano gani. Kwa hiyo hivi karibuni tutautambulisha uwanja wetu na tumeazimia tufanye sherehe. Kujipongeza, lakini pia kualika wadau mbalimbali wa michezo waweze kufika kujionea maendeleo ambayo tumeyafanya hapa Singida kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kuhusiana na swali lako, historia ya uwanja huu kiukweli historia yake ndefu kidogo. Kwa ufupi sana. Huu uwanja asili yake ilikuwa ni mawazo ya aliyewahi kuwa mbunge wa Singida mjini, Mohamed Dewji, ambaye yeye alianzisha mchakato huo kwa kushirikiana na serikali ya mkoa, yakiwa ni mapenzi yake makubwa kwa mpira na maendeleo ya soka hapa Singida. Mchakato ulikuwa njiani kutokana na sababu kadha wa kadha kwa wakati huo. Kwa hiyo hata sisi wakati tunakuja tunafikiria kuwa na project kama hiyo kwa maana ya mradi, tukaambiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa kwamba hapa paliwahi kuwepo na mradi na eneo lilishapatikana na mdhamini alishapatikana, lakini uendelezaji uliishia njiani kwa wakati ule.
Kwa hiyo kama mna nia kweli kwa maendeleo ya soka, kwa sababu ule uwanja utahudumia pia program mbalimbali za mkoa hapa, kuna vijana, kuna nini, tunatazamia hivyo. So tukashauriwa tuendeleze ule mchakato na ndicho tulichokifanya. So kimsingi kabisa ni wazo ambalo lilianzia kwa Mohamed Dewji na mdhamini ambaye alipatikana ndio huyo ambaye tumeendelea naye. Kampuni ya mawasiliano ya Airtel Tanzania ndio ambayo ilifadhili mradi ule, na hata sisi tulivyorudi mezani kuzungumza nao tukaambia tunataka tuendelee pale pale, tunaomba support yenu na nguvu yenu kama bado nia ipo. Na Airtel Tanzania imekuwa ikijipambanua kwamba iko karibu sana na jamii, inajali sana michezo na maendeleo ya mkoa wa Singida kwa hapa Singida, wakakubali kuendelea nasi katika mradi ule. Kwa hiyo tulipata baraka zote za Airtel, tulipata baraka zote za Mohamed Dewji, na mradi ukaanza kujengwa chini ya Airtel Tanzania. Lakini unajua kujenga uwanja ni gharama kubwa sana. Unahitaji fedha nyingi, unahitaji mikono ya wadau mbalimbali kushiriki. So tuliwafikia wadau ambao tunashirikiana nao kibiashara, lakini ambao pia wanataka kusupport maendeleo ya soka hapa mkoani Singida. Na tukaanza kutanua wigo. Kwa hiyo ukiachana na Airtel, tukamwambia Mo kidogo na wewe tuwekee mzigo. Hapa si nyumbani. Na hili si jambo lilianzisha mwenyewe. Kwa Mohamed Dewji kupitia makampuni yake ya biashara akatuchangia katika sehemu ya ujenzi wa mradi wetu, na tuliwafikia pia benki ya biashara ya Tanzania NBC, nao pia wakiwa wadau wakubwa maendeleo wakatuchangia. Tukatanua tena mbawa, tukaenda kwa wadau wetu Azam Media kupitia makampuni Azam Media, hapo nitarudia. Tukawafikia pia wadau wetu Azam makampuni ya Bakhresa Group ambao kupitia Azam Max nao pia wakatuchangia, wakaweka fedha, na yote ni kwa sababu ya waliona nia ya dhati ya timu yetu kuhakikisha kwamba tunakuwa na kiwanja cha kisasa ambacho pia itakuwa ni fahari ya hapa Singida. So wadau wengi baada ya hapo kutuma proposal mbalimbali na kuvutiwa na mawazo yetu, wakatuongezea nguvu. Kampuni ya GSM kupitia makampuni yake ya biashara nayo pia wakatuongezea nguvu za hapa na pale. Tunakamata wale ambao tunaona kabisa hawa kwanza wanapenda mpira, lakini pia wana uwezo wa kiuchumi, sio ushauri peke yake. Maana ukitaka ushauri, kuna watu wana ushauri mzuri lakini mzigo hamna. So tunashukuru tumepata uungwaji mkono mkubwa, kwa sababu hili jambo halinufaishi Singida Black Stars peke yake kama timu, linawanufaisha wana Singida na wana haki ya kujivunia na kuendelea kutumia huduma zinazotolewa na makampuni haya. Okay. Huo ndo mchakato mzima kukamilisha uwanja. Yes. Mashallah, tuna uwanja mzuri kweli kweli, lakini niwakaribisha. Sasa huu uwanja huu uwanja una utamu wake. Ngoja nikupe utamu kidogo ili tusimalize yote, lakini kidogo tu. Huu uwanja kwa kuanzia una capacity ya watu takriban 5,000 mpaka 7,000. Kama tutajibana bana watafika mpaka 7,000 8,000 hivi. Lakini tukitaka tukae kwa kujiachia 5,000 6,000 watu watakaa watajiachia. Lakini kwa sababu ni mradi ambao una mwendelezo, una awamu zake. Kwa awamu ya kwanza utahudumia watu hao, lakini matarajio tufikie kwenye idadi ya kuweza kuhudumia watu 15,000. Na wengi sana, mara 2 ya uwanja wa kule Kinondoni. Na kwa kuanzia kutokana na makubaliano ya kimkataba, uwanja utaitwa Airtel Stadium, kwa sababu hilo jambo litakuwa la kimkataba sisi na Airtel Tanzania. Kwa hiyo watanufaika na naming right ya uwanja wetu kwa kipindi cha kisichopungua msimu mmoja msimu miwili hivi kulingana na mkataba. So baada ya hapo tutaupa sasa jina rasmi la kudumu. Lakini kwa sasa kama ilivyo Emirates, Emirates kule ule uwanja wameupa jina la Emirates kwa sababu ya za kibiashara, ila baada ya muda jina la Emirates litaondoka, alafu itakuwa ndo Singida itakuwa hiyo Airtel Stadium, alafu baadaye tutaangalia baba mwenye nyumba sio chukuchuku peke yake. Baba mwenye nyumba yuko hapa, na mimi nizikaribishe zile mikoa ya jirani Tabora na Dodoma, Fontaine. Siku mkipata ile rungu la bodi ya ligi, karibuni. Na sisi tumesalimika rasmi kwa sababu ndio maana nikasema nikupe utamu. Sisi uwanja wetu unatumia nyasi bandia. Nyasi bandia zile grade number 1. Kwa hiyo zinadumu na zinaweza kuhimili hali ya hewa zote. Sisi uzuri tumeshafika ambao wenye uwanja wetu tumeshauona ukitumika kwenye program za timu mbalimbali. Tumejitahidi. Tumekuwa tukiutumia kwa program za timu kwa ajili ya kujaribu, na umedhihirisha ni uwanja bora. So tutaepuka sana zile adhabu, yale mambo ya kufungiwa kwamba sijui nyasi zimpauka, sijui hapa kuna kitobo, sijui hapa sijui kuna nini.
hayo mambo na wapangaji watakuja kwa masharti. Lazima. Kwa hiyo tunaenda kuwa na uwanja ambao hautatupa stress. Na hii pia inaenda kujibu lile swali la mara ya kwanza kwamba wana Singida sasa watakuwa na confidence kwamba timu yao iko hapa kwa muda mrefu kwa sababu tuna uwanja wetu, hatuna uwanja wa kukodi tena. Na tunawashukuru sana CCM Liti kwa kutuhudumia katika kipindi chote. Pale tutakapohitaji huduma mara moja wasisite kutukaribisha. Tumekuwa na mahusiano mazuri ya muda mrefu, wametuhifadhi. Lakini sasa tunarudi kwetu kutamba na uwanja wetu. Okay, semaji ni kurudisha nyuma kidogo kuhusiana na mahusiano ya Singida pamoja na Yanga. Tulipata kocha mzuri kweli mwenye profile kubwa, kocha ambaye bahati mbaya hakufanikiwa kuhudhuria hata mechi moja na Singida. Ikatoka taarifa kwamba tumeshtuka. Unamuongelea Hamdi Milud? Yes. Taarifa ikatoka tumeshtuka na tulishtuka kweli. Lakini watu wakawa na mnashtuka vipi? Mbona kama mnajua kinachoendelea mahali ambako alielekea. Nadhani angeenda Simba taarifa watu wasingezungumza vile. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumefikia wapi? Kuna muendelezo wote wa hii kesi ama ndo mambo yamemalizika? Yaani mshtuko umefikia wapi? Mshtuko umefikia wapi? Ndio tunashtuka ama swali ambalo nakutana nalo sana kwenye comments za mitandao ya kijamii kwamba Masanzo ulituambia mmeshtuka. Vipi? Bado mko kwenye mshtuko? Maana tunamuona kocha wenu anaendelea kufanya kazi kule Yanga. Kiukweli tulitoa taarifa kuhusiana na tukio lile na taarifa yetu ilikuwa very clear, hatukufurahishwa hata kidogo na kitendo ambacho kilifanyika cha klabu ya Yanga kumtambulisha kocha wetu pasipo kufuata utaratibu. Hiyo ndo lugha ambayo tulitumia wakati ule. Na hatukuwa tunatania. Tulikuwa tuko serious, tulikasirika sana na tulishtuka pia kwa sababu sisi tunafahamu haya masuala yanatakiwa yafuate utaratibu na utaratibu uko very clear kwa sababu ni kocha ambaye alikuwa na mkataba na timu. Kwa hiyo tulishtuka kuona mambo yamefanyika nje ya utaratibu. Lakini katika kuliweka sawa jambo hili, ule mshtuko umeisha. Umeisha na haujaisha tu kienyeji. Masuala ya mkataba yanamalizwa kimkataba. Na sisi ndio tulichokuwa tunakipigania. Kwamba lazima turudi kwenye mkataba unasemaje endapo unataka kuondoka. Leo hii Nasmo ukitaka kuondoka Singida Black Stars, huondoki tu kama umetoka nyumba hii umeenda nyumba nyingine. Lazima urudi kwenye mkataba wako unasema nini, taratibu za kuondoka uzifuate ndio uondoke. So masuala kimkataba yameisha kimkataba. Sisi na kocha Hamdi hatuna deni naye tena. Baada ya kurudi na kutekeleza yale matakwa ambayo yalikuwa yameainishwa kwenye mkataba wake ambayo alihitajika kutoa taarifa, lakini akishindwa kutoa taarifa kama anataka kuvunja mkataba, amepata ofa nono zaidi sehemu nyingine, alitakiwa kutulipa kiasi fulani cha fedha cha kuvunja mkataba. Kiasi hicho kimeshalipwa chote na sasa hatuna deni naye, tunasonga mbele na mambo mengine. Lakini katika sakata hili tunajivunia, tumetoa funzo na tumeonyesha msimamo wetu kama klabu kusimamia haki zetu na tunaamini haitakuja kujitokeza tena kwa mtumishi mwingine kwa sababu anajua kabisa kisheria tuna idara yetu ya sheria iko vizuri kweli. Kwenye pale kuna advocate yake Anatoly, mtu mzuri sana kwenye sheria, amebobea. Kwa hiyo alituongoza vizuri kisheria na sakata hili likafikia pazuri, timu yetu ikapata haki zake. Kuna ukakasi mwingine wa taarifa ya usajili wakati tunamsajili goalkeeper wetu Amas. Anaitwa Amas Obasoji. Jina lake hili jamani. Ndio mchezaji pekee ambaye jina lake la mwisho linaniwia ugumu kulikariri. Mchezaji wa Nigeria. Wakati zile taarifa za kuomba uraia kwa wachezaji wetu wengine, jina lake pia lilihusishwa. Lakini pia ikasemekana nje sasa huko, ikasemekana kwamba sisi tumemsajili kwa mkopo. Yanga wametuazima golikipa wao, baada ya muda fulani ataondoka. Hii kuna ukweli wa hapa upo vipi? Ni kweli tumemsajili kwa mkopo na je, ni kweli na yeye pia ni miongoni mwa wale wachezaji ambao waliomba uraia? Taarifa nyingi zinazoongelewa kuhusiana na golikipa wetu Amas Obasoji ni taarifa potofu, si za kweli kwa sababu kwanza tukianza na swala la uraia. Amas Obasoji hajawahi kuonesha hata interest ya kutaka kubadilisha uraia. Hayupo kwenye orodha ya wachezaji ambao walitaka kuomba uraia. Itafahamika na wale ambao walikuwa hawafahamu, Amas mpaka sisi tunamsajili ni goalkeeper ambaye amekuwa akichezea timu ya taifa ya Nigeria, Super Eagles. Kwa takriban misimu 2-3 mfululizo. Na safari hii akiwa Singida Black Stars ameitwa tena. Kwa moja mchezaji wa namna hiyo tayari ana maslahi na timu yake ya taifa ya Nigeria, kwa hiyo hawezi kuwa na sababu nyingine ya kuomba uraia. Na tulishangaa hizo taarifa zilitoka wapi. Nadhani watu walizusha tu baada ya kuona wachezaji wetu ambao ilitolewa taarifa kupitia idara ya uhamiaji kwamba wameomba uraia wale watatu.
Kwa hiyo wanne Amos alichomekwa tu na watu wa kwenye mitandao huko, ila kama klabu hatujawahi kupata taarifa kutoka mchezaji wetu kwamba anataka kuomba uraia au ameomba uraia. Kwa hiyo si taarifa za kweli, na ndio maana hata juzi alivyoitwa national team watu wakasema huyu aliomba uraia na nini. Kwa hiyo watu waliamini kwenye zile taarifa potofu ambazo sisi kama taasisi hatujawahi kuziongelea, wala mchezaji hajawahi kuongelea popote, wala hakuna idara ya serikali ambayo inashughulika na masuala ya uraia imewahi kutoa taarifa zake. So ilikuwa ni taarifa ya uongo. Lakini watu wanasema Amos Obasoji amekuja au yuko Singida kwa mkopo akitoka Yanga. Taarifa ataenda tu kule Yanga. Taarifa hii nayo pia ni potofu kwa sababu, na ila hii mimi naweza nikaielewa sababu yake ni nini. Wakati tunamtambulisha golikipa wetu Amos Obasoji, tuliweka statement katika utambulisho wake pale kwamba tumemsajili kwa makubaliano maalum na klabu ya Yanga. Sasa hayo makubaliano maalum baadhi ya watu wakayatafsiri ni mkopo. Kwamba kama ni makubaliano basi manake nyie na Yanga wamemsajili alafu wamemleta kwenu atumike kwa mkopo, baada ya muda ataenda kwenye klabu yake. Taarifa ambazo si za kweli. Taarifa sahihi ni kwamba Amos Obasoji ni mchezaji wa Singida Black Stars kwa 100%, na hayupo Singida Black Stars kwa mkopo, na anatufanyia kazi nzuri kweli kweli. Lakini makubaliano maalum ni yapi? Tuliweka ile taarifa na watu walitushangaa sana kwa nini tumetaja ile taarifa kwa namna ile. Lakini sisi tulikuwa very smart. Ile taarifa tuliweka kama mtego kwa Yanga. Kwa sababu usajili wa Amos Obasoji ulienda sambamba na makubaliano ambayo tulikuwa nayo ya kibiashara na klabu ya Yanga kwa mchezaji wetu Israel Patrick Mwenda. Mtakumbuka tulimsajili Israel Patrick Mwenda kwa gharama kubwa wakati ule, na ikaleta shida kidogo, na akaja akaitumikia Singida baada ya kumalizana ile migogoro midogo iliyojitokeza, na Singida akahudumu kwa muda mfupi, kisha akahitajika kwa mkopo. Of course tukampeleka kwa mkopo kwa sababu tulitoa wachezaji wengi sana kwa mkopo wakati ule, na yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao tulipeleka kwa mkopo Yanga, ukiachana wengine ambao tuliwapeleka Pamba, tuliwapeleka Namungo na wapi. Yeye tulimpeleka Yanga kwa mkopo. Lakini Yanga wakavutiwa na huduma yake kwa sababu alikuwa na uhitaji zaidi, na wakataka kumsajili moja kwa moja wamnunue kutoka kwetu. Sasa Israel Mwenda fedha yake ambayo ilikuwa ije kwetu ndio fedha ambayo imetumika kwenye kulipia gharama za usajili za Amos Obasoji. Kwa hiyo mtego wetu Singida Black Stars kwenye ile taarifa kwamba Yanga walituahidi kwamba tutalipa hizi fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tumemalizana na hizo fedha ambazo zitatumika kwenye usajili wa Amos. Ule mtego ilikuwa ni endapo wasipofanya hivyo, basi sisi kama club tulikuwa tuna kila sababu ya kuonesha kwamba Yanga wametukosea na wametuzunguka. Ila kwa sababu Yanga ni club kama club nyingine za ligi kuu ambazo zinazingatia misingi ya taaluma na makubaliano na mahusiano mazuri, zikatimiza matakwa yake na matakwa yetu ya kibiashara ambayo tulikuwa nayo, na hatimaye wakalipia ile fedha ambayo tukaenda kuitumia kwenye usajili wa Amos. Kwa hiyo makubaliano maalum yalikuwa ni hayo, sio mkopo, wala si kwamba anakuja hapa kama sehemu ya kupata alafu baadaye aende kama ambavyo baadhi ya watu wanapotosha. So yes, kulingana na taarifa hiyo ya golikipa wetu, kumekuwa na tetesi nyingi ambazo zimekuwa zikihusisha wachezaji wetu kwenda klabu ya Yanga. Lakini pia mwisho wa siku tunawaona wako hapa. Wachache ambao tunaona wameelekea kule, lakini wanakuwa wameenda labda wamemaliza mkataba, kama Komeni alimaliza mkataba akaenda, na baadhi ya wachezaji ambao wameenda kule kwa makubaliano maalum. Maruf Shekei msimu uliopita alihusishwa na klabu ya Yanga. Sasa hivi Atu Josephat Bada anahusishwa na klabu ya Yanga, lakini pia striker wetu striker ambaye anazungumzwa, yani amekuja kipindi kifupi lakini ametengeneza story kubwa sana kwa huko nje, Jonas Sansoa, naye anahusishwa kwamba baada ya msimu huu kumalizika basi watakwenda Yanga. Mambo yapoje na kwa nini Yanga? Kwanza sisi katika jambo ambalo linatufanya tujivunie sana ni kuona kila mchezaji tunayemsajili watu wanamuona kwamba ana quality ya kucheza kwenye timu yoyote ya ligi kuu, hasa hizi timu kubwa. Kwa hiyo tukisikia sijui huyu anaenda Yanga, maana yake watu wameona huyu ana uwezo wa kucheza Yanga. Na hata ingekuwa ni klabu nyingine yoyote, sisi bado tungejivunia na wachezaji wetu. Lakini kimsingi wachezaji wa Singida Black Stars wote ambao mnaona Singida Black Stars wana mkataba na Singida Black Stars. Wanaitumikia Singida kimkataba. Kwa hiyo hakuna mchezaji ambaye yuko Singida kwa kupita njia.
Kama yeye ana ndoto hizo, zinabaki kuwa ndoto zake na kiu yake. Au kama itatokea endapo kuna kiongozi ndani ya timu, anatamani mchezaji aende akacheze timu nyingine, aidha kwa kumuuza au kwa nini, hiyo inabaki kuwa kiu ya kiongozi. Lakini mikataba yetu iko very clear, na mchezaji yeyote atakayetaka jambo lolote tutarudi kwenye mkataba wake unasema nini. So ni siasa za mpira kujaribu kuhusisha Yanga na Singida kama ambavyo imeshazoeleka, na nimependa umesema vizuri hapo mwanzo kwamba wapo wachezaji ambao hata huko nyuma stories zilikuwa hizo kwamba huyu ataenda Yanga, huyu ataenda Simba, huyu ataenda Azam, lakini mwisho wa siku watu wanaona bado wako Singida Black Stars na miaka inakatika. Mfano mzuri Maruf Shakei bado tunaye, Morris Chuku bado tunaye, Elvis Baranga Rupia naye bado tunaye. Hawa wote wakiwa kwenye prime time walikuwa wanatajwa kwenda vilabu vingine na bado wanakiwasha Singida Black Stars. So tumeanza kuzoea hizo siasa za mpira wa miguu, lakini sisi tuko very focused na malengo yetu, na ndio maana tunafanya usajili mzuri. Alafu kitu ambacho watu hawakifahamu, sisi usajili ambao tumeufanya matumizi yake makubwa ni CAF. Kwa Jonathan Soa, yani bado hajaanza kufanya kazi rasmi iliyomleta Singida. Yani hizi ni rasha. Anapasha, yupo kwenye warm up. Lakini malengo makubwa ya kusajili quality squad ambayo tuko nayo ni kwenye kushindana michuano ya kimataifa. Sasa kama tunajiandaa kushindana michuano ya kimataifa, kwa nini tuchukue tu wachezaji temporary? So wachezaji wote hao tuna mipango nayo, na tunaamini inshallah tutakapomaliza msimu huu basi watu waendelee tu kutunza risiti zao vizuri na mimi nitawatunzia. Ulisema Jonathan Soa anaenda wapi? Mwaka wa pili, mwaka wa tatu, chuma tunacho hiki hapa. Kama ambavyo tulionyesha risiti za kina Maruf Shakei wakati ule. So sisi haitubabaishi kwa sababu tunajua malengo yetu ni nini, na bado tupo katika mipango yetu na mipango yetu inaenda vizuri. Na kwa nini Yanga? Kwa nini sio Azam? Kwa nini sio Simba? Kwa nini sio klabu yote? Kwa nini mara nyingi tetesi za wachezaji kuhusishwa, wachezaji wa Singida zinaelekezwa Yanga? Ni kwa sababu tu kuna watu wanataka iwe hivyo. Au kwa sababu mahusiano ambayo tuko nayo mazuri na klabu ya Yanga pamoja na vilabu vingine. Alafu watu ambao tunashindwa kufahamu, Singida hata uiseme vipi, sisi Yanga wakileta hela tutawauzia mchezaji. Singida hata uiseme vipi, hatuwezi kuwachukia Yanga kwa sababu kuna watu wanatuhusisha na Yanga. Sisi tuna mahusiano na mavilabu vyote vya ligi kuu, na ndio maana ukienda Pamba Jiji kuna wachezaji wa Singida. Ukienda Namungo kuna wachezaji wa Singida. Ukienda Tabora kuna mchezaji wa Singida, Prisons na baadhi ya timu. Kwa nini hizi nyingine hazitajwi? Lakini kwa sababu Yanga ni timu kubwa na ndio maana inahusishwa. Watu wanaona watapata like na comment au wataenda mjini wakihitaji Singida na timu kubwa. So sisi haitusumbui, tunajua ni siasa za mpira, ni propaganda zinatengenezwa makusudi, lakini sisi malengo yetu na namna ambavyo tunaendea mambo yetu ndio yanatufanya. Kwa hiyo sisi kama tungekuwa tuko chini ya Yanga kwa mfano, unaona Yanga tumewazidi maendeleo. Sisi tuna uwanja wa kisasa, Yanga mbona hawana uwanja wa kisasa? Usijui kama unanielewa. Na mimi ninazigawa timu za ligi kuu kwenye makundi mawili kama si matatu. Kuna kundi la timu zenye mafanikio na kuna kundi la timu zenye maendeleo. Mafanikio ni zile ambazo zimebeba makombe, mataji, zimekaa miaka mingi. Lakini maendeleo ni kama haya ambayo tunayafanya Singida Black Stars. Kwa hiyo tumezizidi timu zile zenye mafanikio, tumezizidi maendeleo. So haitusumbui sana na tumeshakomaa, na sisi waendelee kusema haituumi tena kama mwanzo kwamba tukisema sijui ni tawi itatuuma, haituumi. Wakichoka, wakiona wimbo wa Singida ni tawi la Yanga imeanza kuvuja au kuchuja, waanze sasa kusema Singida ni tawi la Simba. Tunenayo hata misimu miwili mitatu, nao wakichoka waseme Singida ni tawi la Azam. Yaani vivyote atakavyosikia raha wao. Sisi tutaenda vizuri. La kiuchokozi kidogo ni swali ambalo nimekuwa nikikutana nalo katika mitandao ya kijamii. Singida mna wachezaji wangapi? Kila timu ligi kuu mna wachezaji. Sisi kama Chelsea. Sisi mradi wetu mkubwa ni kufanya biashara ya wachezaji. Na ndio maana tunapoingia kukusajili wachezaji, tuko tayari kuchukua wachezaji wengi hasa kwa gharama nafuu na baadaye kuja kuwauza kwa gharama kubwa. Ndio biashara ya football. Kwa hiyo kwa sasa kwenye timu yetu na wachezaji 30 peke yake ambao ndo tuko nao kama squad. Lakini kwa hao wengine ambao tuliwahi kuwa nao tukawapeleka labda kwa mkopo sehemu fulani, ni biashara ambayo tumekuwa tukifanya na inatulipa. Kuna mchezaji ambaye amewahi kusajiliwa na Singida Black Stars na hajawahi kuvaa jezi hata siku moja ya Singida Black Stars. Selemani Mwalimu. Kuna mchezaji wa Singida Black Stars ambaye hajawahi kuivaa jezi ya Singida Black Stars wala hata kufika Singida, lakini mchezaji wetu na tumefanya biashara nzuri. Kijana anaitwa Sabri Kondo aka Messi. Unamjua?
Anazima cost pale sasa hivi. Ndio? Hatari sana yule kijana. Nimetoa exclusive lakini tutaiongea vizuri baadaye. Tumeshafanya biashara yetu nzuri. So sisi tunapokuwa na wachezaji, mtu akwambia Singida wachezaji sio kiholela, ni sehemu ya mpango wetu wa kibiashara, na hii ni idea ambayo imeletwa na bodi yetu ya wakurugenzi. Na kwenye bodi ya wakurugenzi pale kuna watu wana akili ya biashara ya mpira. Kuna mwanamama anaitwa Fatma Deuji. Hatari sana, anajua sana branding, anajua biashara ya mpira. Lakini tunao pia wakina Festo Richard Sanga ambaye ni mbunge wa kule Makete, ni mtu wa mpira, anajua biashara ya mpira. Tunao wakina Marik ambaye anamiliki uwanja wa kule Karatu kule. Aitwaje ule Black Rhino tunaye kwenye bodi yetu ya kurugenzi. Ni watu ambao wanajua business ya football. So hawa ndo wanatuletea hii mipango na mikakati, na wanatia mzigo, tunachukua wachezaji, tunawaweka sehemu wanapata experience, yakija madili tunauza, tunasonga mbele na mambo yetu yanatuendea vizuri. Okay, swali la mwisho, tumekuwa na interview nzuri, interview bora kweli kweli, interview namba 1 nadhani ikitoka ili jambo hili. Kuna klabu ambayo ishakufanya exclusive kama ambavyo tumefanya siku ya leo. Tumekuwa na uwanja tayari, tuna uwanja wetu, na sisi wa ndani tunajua kwamba tuko kwenye kujenga ofisi. Tunafahamu ofisi zipo, lakini ili watu wafike tuko kwenye kuziboresha zaidi ofisi zetu. Kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya kama maendeleo ya timu ya Singida na kwa wakazi wa Singida. Sasa mikakati ya kudumu kwa mashabiki wa Singida, lakini mnawaandalia mazingira gani wao kuweza kusimama kidete na kusema mimi ni mshabiki wa Singida na ninajivunia Singida. Mkakati kwa upande wa mashabiki umekaje? Swali zuri sana. Na sisi mashabiki ndio uti wa mgongo wa timu yetu. Tunafahamu kwa sasa bado kuna kundi la mashabiki ambao wanajiuliza Singida kwa sababu wana timu zao. Na hii timu imeanzishwa hivi karibuni. Kwa hiyo tunaelewa kuna hiyo changamoto ya kupata loyal fans ambao watakuja kwenye large numbers. Kwa sasa bado ni mapema, hatuwezi kuwa na maajabu hayo. Mpira una kanuni zake, una njia zake. Na sisi strategy ambayo tuko nayo ya kwanza ni kutengeneza timu bora. Timu ambayo kila mtu atavutiwa nayo. Hilo tayari tumeshaweka tiki. Timu yetu sasa hivi ni miongoni mwa the best clubs in Tanzania. So hilo tumeshamaliza. Mkakati wa pili ni kutengeneza miundombinu ya kisasa, ili timu ionekane ni timu ya namna gani ya kisasa. Watu wanapenda kusapoti sehemu zenye maendeleo, sehemu nzuri. So mkakati wetu wa pili huo umetiki na umeenda vizuri. Sasa mkakati wa tatu tumefanya research yetu. Kujua changamoto za mashabiki na kitu gani ambacho wanakipenda kwa timu. Tumebaini wanapenda matokeo mazuri, consistency na vitu kama hivyo. Hayo ni masuala ambayo yanabidi yachukue muda, na sisi tutajicommit kwenye muda, tufanye timu iwe na competition kubwa as we go. Lakini masuala mengine ambayo walitueleza, changamoto zilikuwa zinawafanya wengi wao washindwe kufika katika mechi zetu. Kwanza walikuwa wanalalamika miundombinu haikuwa rafiki kwa mashabiki. Walitueleza na tulijaribu kuwasiliana na wenzetu wa System Lit ambao walituahidi watafanyia maboresho uwanja wao, lakini uzuri ni kwamba sisi tumeshalitibu tatizo hilo. Kwa miundombinu ya uwanja wa pale Airtel Stadium, uwanja wetu kwa mashabiki, yani shabiki atakayekuja uwanjani ataenjoy sana. Yani ukiachana na zile dakika 90 za kuangalia football, hawezi kukaa sehemu kwenye jua, mvua ikinyesha atakuwa yuko sehemu tulivu. Tunaweka huduma ya internet pale, kutakuwa na kuku choma, huduma ya vyakula na vinywaji pembezoni pale, mshabiki anapata, na sehemu za kupiga picha, nyi watu wa kusnap, watoto wazuri, mambo ya TikTok na nini, vijana hawa, kutakuwa na maeneo mazuri kwa ajili ya kupata kumbukumbu nzuri. Kutakuwa na fursa ya sehemu ya kukutana na wachezaji wanaowapenda, kwa sababu wengi hawapati nafasi ya kukutana nao ana kwa ana. Kwa kuna hiyo booth tumeweka pale. So tumetengeneza uwanja ambao shabiki mwenyewe atavutiwa kuja uwanjani na kuisupport timu yake na kujivunia nayo kokote pale anapokuwa. So tunaamini mchakato ambao pia utatulipa, na ni strategy ambayo tumeipanga kwa muda mrefu, na mashabiki kazi kwao. Sisi kwa upande wetu tumeshamaliza kila kitu. Tunasubiri wao sasa waje watu support moja kwa moja. Haya, huyo ni Hussein Masanza, msemaji wa Singida Black Stars, msemaji ambaye ana raha kweli kweli. Msemaji pekee ambaye anajivunia kuwa na timu yenye maendeleo, kuwa na timu ambayo ina wachezaji wazuri, kuwa na timu ambayo inazungumzwa. Ni timu ambayo iko mkoani lakini kama vile iko mjini, timu ambayo inafanya vizuri sana. Na huu utakuwa ni muendelezo wa vile vitu vizuri ambavyo tutakuwa tunakuandalia katika YouTube channel yetu. Kwa hiyo cha kufanya wewe subscribe tu ili usiweze kupitwa na chochote. Hii ni moja ya exclusive kati ya exclusive nyingi ambazo tutakuwa tunakuandalia chini ya
ya Hussein Masanza wanasema chini ya Hussein Masanza akiwa na vijana wake. Ukiona picha kali basi utakuwa pale umejua atakuwa amesimama mtu mbadi aliwata ni Musa Alhaji, lakini ukiona video kama kali kama hii imesimama basi kuna mtaalamu QB, lakini ukiona interview imenyoka basi niko mimi mwanadada Nasma Mwarabi. Naitwa Nasma Mwarabi, subscribe, like na comment, usipitwe na chochote, na hii ni Black Stars TV.